Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princess Zey. Leo tutajifunza jinsi ya kubana mtindo unaofahamika kama mkia farasi au ponytail kwa Kiingereza. Ponytail ni style inayobanwa kwa kuongezewa rasta na kuruhusu nywele kudondokea shingoni. Pia katika video hii utajifunza jinsi ya kuweka baby hair kwa namna rahisi zaidi. Utaanza kwa kupaka mafuta kwenye nywele zako, na mafuta mazuri ni mafuta ya maji, hasa mafuta ya nazi. Baada ya hapo utakuwa una massage nywele zako ili mafuta yapenye vizuri kwenye mizizi ya kichwa na kuruhusu ukuaji mzuri wa nywele zako. Baada ya kumassage nywele vizuri, utachukua maji ya karafuu. Maji ya karafuu yana faida nyingi katika nywele, ikiwemo kurefusha nywele, kuzifanya nywele kuwa nyeusi, kujaza nywele. Pia maji haya haina haja ya kuyaosha. Ukishapaka unatumia tu kama mafuta, haina haja ya kuosha kwa sababu hayanuki. Kisha utamasaji kidogo ili maji yaingie vizuri kwenye nywele zako. Baada ya hapo utaanza kuchana nywele zako kwa namna ya kurudisha nyuma. Chania kitana cha plastiki au chanuo la plastiki lenye meno makubwa ili kuepuka kukata nywele. Kwa kuwa tunabana mkia farasi na hapa tunabana Kilimanjaro ya juu, kwa hivyo utakuwa unachana nywele kwa kuzileta juu kama hapa ninavyofanya. Naomba unitazame kwa makini. Nywele za nyuma nitakuwa nazileta kwa mbele kama hivi taratibu. Usiwe na haraka katika kufanya mtindo huu. Chana, hakikisha nywele zote zinachanika kwa uzuri. Utachana kwa kuzileta mbele kama hivi ninavyofanya, na za pembeni utakuwa unazisogeza kwa mbele ili ukija kubana zisikusumbue zaidi na zote zibanike kwa urahisi. Utakusanya nywele zote na kuhakikisha zimekusanyika vizuri. Baada ya kukusanya nywele zote na kuhakikisha zimekusanyika vizuri, inatakiwa uwe na kibanio cha mpira au raba bendi au uzi. Kwa wale ambao hawawezi kubania kibanio bila kuzifanya nywele kulegea, inatakiwa ubanie uzi. Na unaweza ukaomba msaada wa mtu ili nywele tu zisilegee. Utabana kwa kibanio chako kwa nguvu, hakikisha nywele hazilegei, kwa maana nywele zikilegea staili yako haitapendeza vizuri. Kwa hivyo utabana, na kama unabania kibanio cha mpira hakikisha mpaka kimevutika mpaka mwisho wake. Ukishajiridhisha utaenda kuchukua rasta yako. Rasta inatakiwa iwe mpya. Kwenye ile rasta mpya kuna raba bendi. Ile raba bendi usiitoe, ndio tutakayoitumia hapa. Utapaka mafuta kwenye rasta yako. Kama utapaka mafuta ya maji, rasta zako zitang'aa zaidi. Kama utapaka mafuta ya mgando, rasta hazitaachana. Kwa hivyo utachagua wewe mwenyewe ni mafuta gani unapendelea kupaka rasta zako. Pia unaweza ukapaka aina zote mbili za mafuta ya maji na yale mafuta mazito ya mgando. Utapaka kwenye rasta zako kuongeza ung'aaje. Hakikisha umepaka mafuta mengi ili rasta ziwe zinameremeta. Baada ya kupaka rasta zako mafuta, utaenda kwenye kiraba bendi kile. Utakichukua na kukiweka kwenye nywele zako. Raba bendi waga ni pana, kwa hivyo utaibania kama mara mbili, hakikisha hailegei. Utaikunjia tena kwa mara ya pili na utaiweka kwa upande tena mwingine ili mradi ikaze kwenye nywele yako isilegee. Baada ya hapo utazikusanya nywele zako zote zile za rasta na utatenga kanywele kadogo. Kawe kadogo sana kama haka niliko katenga hapa. Hizi ambazo zimebakia ni nyingi, zitaenda kuungana na nywele yako kama hivi ninavyofanya. Naomba unitazame kwa makini kipenzi changu. Nitaziunganisha kama hivi. Baada ya hapo utampa mtu akushikie. Ili utengeneze mkia wa farasi uonekane vizuri, inatakiwa mtu akushikie ile nywele ya juu. Na wewe akishakushikia utabakia unatengeneza kufunika kale kanywele kako.
Baada ya hapo utachukua hii nywele ndogo, utaanza kuizungusha, na kuizungusha natakiwa izungushie kwa nyuma. Utazungusha kama hivi ninavyofanya. Kwa mara ya kwanza utazungusha kwa kukaza. Hakikisha umeikaza zaidi. Ukishazungusha kwa mara ya kwanza kwa kukaza, bila kujalisha nywele imekaaje rasta yako, mara ya pili utaichana rasta yako kwa kuinenepesha. Kisha nazungushia tena. Utazungusha tena kwenye nywele yako kama hivi kwa urefu. Nywele isiwe hii rasta isiwe kwa muundo wa uviringo, yani isiwe kama kibutu kilichosukwa, iwe ya kunenepa kama mkono bapa. Utachana tena na kuzungusha tena mpaka rasta yako ifikie mwisho wake. Na ukiwa unapitisha kwa mbele hapa, hakikisha umekaza zaidi. Na kama umeiona imefikia mwishoni, kwa nyuma utailaza kama hapa ninavyofanya. Unailaza ili ije ijifunge kwa chini. Utailaza na kuwa unaipitisha kwa chini. Utaenda kuipitisha kwa chini. Naomba nitazame kwa makini. Naipitisha kwa kuivuta sasa hivi. Kale kaliko bakia kamwisho nitakafanya kama nakavuta, na hapo ndipo utakuwa umefunga rasta yako. Baada ya kumaliza hapo, utachana ile nywele yako kwanza kwa kuilaza. Kama una nywele ambayo haina dawa, utatakiwa ubane huko nyuma na kakichupio. Utakabania na kakichupio, lakini kama nywele zako zina dawa haina shida, utazichana tu kikawaida, alafu utarudisha mkia wako wa farasi. Baada ya kurekebisha nywele zote, utaenda kuweka malaika. Malaika tunatumia jeli na mswaki. Utashusha malaika zako. Malaika ni hivi baby hair, vinywele vya mbele ambavyo waga sio ndefu kama nywele zako asilia. Kwa hiyo utavishusha huku unavipaka jeli. Utashusha vyote kwa pamoja kwa chini kama hivi ninavyofanya. Naomba unitazame kwa makini kipenzi changu. Utashusha kama hivi sehemu zote. Malaika huongeza uzuri kwa kuficha komwe na kuziba haya mapembe ya pembeni ya nywele. Kwa hivyo utaonekana mzuri zaidi. Utavuta nywele zako zote, na ukimaliza kuvuta hizi za nyuma na zenyewe utazilaza vizuri na jeli. Unavyolaza nywele na jeli haitakiwi ukae nazo siku nyingi, na ukija kutoa huu mtindo inatakiwa uzioshe, kwa sababu jeli ina mtindo wa kung'ang'ania nywele na kusababisha zinakakamaa. Ukiwa unachana unakuta nywele zinakatika. Kwa hivyo ukiweka jeli hakikisha utakapotoa huo mtindo uzioshe nywele zako. Tunaenda sasa kuweka malaika, kutengeneza malaika zetu. Naomba nitazame kwa makini. Kwa kuwa nimeshalaza na jeli, nitakuwa nachonga kwa udogo sana. Yani nachukua kakitana kwa kule mbele, natengeneza yani kama napitisha kamstari namna hii. Naomba uniangalie kipenzi changu, naamini utajifunza kitu. Na kama hauelewi maelekezo yangu, naomba utazame video inavyoenda, naamini kuna kitu utajifunza. Utaweka malaika zako kwa muundo mzuri kama hivi. Unakata kasehemu kadogo, alafu unakalazia kama kamwezi, yani kama unataka kuchora sifuri. Kwa kurudisha nyuma, utaenda na kanywele kengine, unakatenganisha kwanza. Ukishakatenganisha kwa kule mbele, usihusike na ndani ya mwanzo wa malaika. Kwa kule mbele ndio unakuwa unachongea. Kama hivi ninavyofanya. Kwa kule mbele unatengeneza kamstari, alafu unakakata. Unakuwa kama unataka kuandika sifuri. Alafu unairudisha nywele kwa nyuma. Inatengeneza ua zuri sana na ni rahisi sana kipenzi changu. Na unaweza ukachonga maua tofauti, yote unaweza ukarudisha kwa nyuma, au unaweza ukachonga kama kutengeneza hapa kwa chini kama nywele ishuke kidogo na kujikunjia kwa mbele. Ni wewe tu namna nzuri utakayoipenda. Utaendelea kuweka malaika
Utaendelea kuweka maua kwenye malaika zako, na ukiona jeli imepungua unaongezea. Utakunja na hii ya mbele namna hiyo kuficha komwe. Unaikunja huku unaivutia mbele zaidi ili komwe liondoke. Utavuta kwa umakini kwa kuzingatia mbele tu. Usiwe unaishika nywele kwa nyuma kwa kuwa ulishazivuta kwa huku mbele. Na upande mwingine utafanya namna hiyo hiyo. Unaweza ukaanzia chini au juu, haina masharti. Kwa hiyo unaweza ukaanzia sehemu yoyote ile. Utaivuta nywele kwa mbele, ni hivi tu, unakatia sehemu unayotaka kukatia, alafu kwa nyuma unaivuta vizuri. Unaweza ukatumia kidole kama usaidizi wa kuwa unakata pale ambapo unataka ukatie kona ya kuchora sifuri. Namna hii. Utaenda na nywele nyingine, unaivuta kwa mbele zaidi. Utaongeza kajeli kako kidogo ili nywele ilale vizuri. Utaivuta kwa mbele zaidi. Alafu unaikunja. Kama hivi ninavyofanya hapa. Unaomba ufanyie mazoezi na hakika utaweza. Kwa mara ya kwanza itakuwa ngumu kwa sababu hakuna mtu aliyejifunza kitu kwa mara moja tu. Utakapofanyia mazoezi mara kwa mara, naamini utaweza. Utamalizia na aka kifungu ka mwisho na kenyewe utakatengeneza kama hivyo. Huu ni utengenezaji wa malaika kwa namna nyepesi zaidi lakini yenye muonekano unaovutia sana. Na hii ndiyo final look. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili wajifunze kama wewe. Asanteni na kwaherini.